Ni wiki la 4, wiki la mwisho la somo ambalo tumeanza nalo kwa mwezi wa 6. Somo lilikuwa linasema uumbaji, kusudi la maisha ya mwanadamu pamoja na nguvu ya maono. Uumbaji, kusudi la maisha ya mwanadamu pamoja na nguvu ya maono. Wiki la kwanza tuliangalia katika kitabu cha Mwanzo, tuliangalia historia ya uumbaji wenyewe. Wiki la pili tukaja tukaangalia sababu za kuumbwa kwa mwanadamu, kwa nini mwanadamu aliletwa duniani. Na wiki la tatu tukaangalia nguvu ya maono. Na leo ninataka nijaribu kuunganisha mambo haya yote matatu kwa wakati mmoja. Mungu atusaidie sana. Kama nilivyosema mwanzo kwamba kwa kanuni za uumbaji, Mungu hufanya kitu kwa sababu, au kwa maneno mengine, sababu hutangulia kwanza kabla ya kitu kutengenezwa. Sababu ndo inaanza. Aliyoanzisha huduma hii ya PHM alikuwa na sababu kwanza. Hakuanza tu ghafla. Ukitaka kwenda mahali fulani unakuwa una sababu kwanza, alafu ndipo unaamua kwenda ama kutengeneza hicho kitu. Ndivyo hivyo Mungu alivyomuumba mwanadamu, alianza na sababu kwanza. Sasa ninasema hivi ili kukuonyesha kwamba wewe sio wa bahati mbaya. Unajua kuna watu wamejikatia tamaa, kuna watu wamepoteza matumaini, kuna watu hawana faraja, kuna watu wamepoteza maana ya maisha, kuna mtu mwingine haoni hata faida ya kuishi. Na ndio pale tunakuta mwingine anaamua kujitoa uhai, amepoteza maana kabisa ya maisha. Mungu atusaidie sana. Sasa wewe sio wa bahati mbaya. Hilo ndilo ambalo mimi nataka nikwambie asubuhi ya leo. Wewe sio wa bahati mbaya, na Mungu alikuumba kwa sababu maalum. Aliweka kitu ambacho yeye anataka kikamilike hicho kitu. Nilisema kwamba Mungu ni roho. Mungu yeye ni roho. Huwa anafanya kazi. Ili aweze kufanya kazi duniani ni lazima anatuma watu. Anatuma ile mipango yake, anaweka ndani ya watu ili watu waende kuikamilisha hiyo mipango. Vivyo hivyo alivyofanya kwa Yesu. Kuna mtu mmoja, wiki hii nimekuwa ninaulizwa maswali mengi sana pale kazini. Tulikuwa tuna mijadala mikubwa sana kwamba wananiuliza kwa nini Yesu ni Mungu? Nyinyi kwa nini mnamuita Yesu ni Mungu? Nasema leo nimekamatika leo. Lakini Roho wa Mungu alinisaidia sana kuwaelezea ni jinsi gani tunamuita Yesu ni Mungu. Na kwa ufupi ni kwamba Yesu anabakia kuwa Mungu kwa sababu nimekwambia Mungu ni roho. Mungu hawezi kuja mwenyewe duniani kufanya kazi kwa sababu yeye ni roho. Na kuna baadhi ya watu wana mitazamo kwamba unaposema Mungu wanaamini kwamba ni labda ni mmoja kati ya baba mmoja mkubwa yuko mbinguni amekaa. Lakini Mungu ni roho. Sasa Mungu huwa anamtumia mwanadamu ili aweze kufanya kazi. Kwa nini Yesu ni Mungu? Yesu anakuwa Mungu kwa sababu kwanza Yesu hakuwa na baba. Hakuwa na baba wa kibinadamu, wa damu. Maana yake ni kwamba ni nafsi ya Mungu yenyewe iliyo hai iliingia kwa mwanadamu ili azaliwe Yesu. Sasa tukisema Yesu ni Mungu tunakosea nini hapo? Yule ni Mungu mwenyewe halisi, ameingia ndani ya mwanadamu ili ajatimize makusudi yake hapa duniani. Ni nafsi ya Mungu iliyoingia kwa mwanadamu. Kwa hiyo Yesu alikuwa ni mwanadamu 100%, lakini alikuwa ni Mungu pia 100%. Sasa leo nimekuja kwa mtindo wa maswali kidogo, na ninaamini kabisa kupitia maswali haya Mungu atakusaidia kupata kitu. Kwanza nikurudishe nyuma kidogo. Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali zilizofanywa na wanazuoni,
wanazuoni, watu wa masuala ya maendeleo, wa masuala ya dini, masuala mbalimbali ya kidunia, wanasema kwamba asilimia zaidi ya 75 ya watu, wafanyakazi pamoja na wanafunzi, hawana furaha. Wafanyakazi hawana furaha na kazi wanazozifanya. Asilimia 75. Ukiwauliza wafanyakazi watakwambia tu anaenda kazini, lakini hana mapenzi ya kweli na hiyo kazi. Maana ni kwamba zaidi kati ya watu 100, watu 70 hawapendi kazi wanazozifanya. Vivyo hivyo kwa wanafunzi wanapomaliza masomo yao, wengi wanasema kwamba hawapendi vitu walivyosomea. Sasa inakuwa hivi kwa sababu unajua hii inachangiwa na mambo mengi sana. Pia wazazi wanahusika. Unajua mzazi anapoona ndoto zake zimekufa, malengo yake yamekufa, mara nyingi huwa anatamani vile vitu amlisishie mtoto wake. Ndio pale unakuta mzazi anamwambia mtoto usome kitu fulani, ni kitu ambacho yeye alitamani kusoma lakini hakufanikiwa kwa sababu mbalimbali. Anatamani na mtoto wake afanye hicho kitu. Sasa kitu ambacho huwa kinatokea ni kwamba watoto nao huwa wanakuwa na vitu ambavyo wao wanavipenda kuvifanya. Kwa hiyo unakuta mzazi anamlazimisha mtoto kusoma kitu fulani, kusomea kozi fulani, kufanya kazi fulani, lakini ukweli kwamba kile kitu hakipo ndani yake. Na mwisho wa siku unakuta mtoto amesoma kozi ambayo haipendi, anafanya kazi ambayo haipendi kwa sababu tu alilazimishwa afanye hicho kitu. Mwisho wa siku anapoteza, hana furaha tena na kazi. Na unajua unapokosa mapenzi kwenye kazi yako, maana kwamba ufanisi wako unapungua, ubunifu unapungua. Sasa kama hivi vitu vyote vinapungua, maana ni kwamba hata mapato yako pia na yenyewe lazima yapungue. Kwa nini watu hawapendi vitu wanavyovifanya? Nataka tuanzie hapo. Kwa nini watu wanazichukia kazi wanazozifanya? Watu wanazichukia kazi wanazozifanya kwa sababu bado hawajajua kusudi la maisha yao, kusudi lake la kuwepo duniani. Ndio maana anaichukia ile kazi. Yaani moyo wake bado ni kama unatafuta kile kitu ambacho kitamridhisha, kitu ambacho akifanya atasikia kuridhika. Sasa kuichukia kazi yako pia ni moja ya ishara kubwa ambayo inaonyesha kwamba wewe bado haujajitambua na hujajua kusudi la maisha yako. Kuchukia kile unachokifanya. Kwa sababu hata Yesu mwenyewe kabla hajaanza kazi yake alikuwa ni fundi seremala, lakini maandiko hayazungumzi sehemu Yesu alikuwa hapendi anachokifanya. Ila inaonyesha kwamba Yesu alikubali kuifanya ile kazi kwa sababu alikuwa tayari anajua ni kitu gani yeye anatakiwa kufanya. Kwa hiyo alikuwa anasubiri tu ule wakati sahihi ufike aanze kufanya kile anachokifanya. Kwa hiyo unapomwona mtu apendi kazi anayoifanya, hiyo tu ni ishara kwamba huyu mtu bado hajajitambua, bado hajajua lile kusudi la moyo wake, la maisha yake. Kukosa furaha katika kitu fulani ni ishara kwamba bado moyo wako kuna kitu kingine unatafuta. Unaweza ukawa katika mahusiano lakini bado hauna amani, maana ni kwamba moyo wako kuna kitu bado unakitafuta kingine. Unapoteza ile hamasa ya kufanya hicho kitu. Mungu atusaidie sana katika hiyo. Sasa ndivyo ambavyo watu wengi wanaishi katika dunia ya leo. Na mifumo yetu ya shule ndiyo ambayo imetufundisha hivyo. Jamii imetuaminisha hivyo kwamba tutafute kazi ambazo zina mishahara mikubwa, tusomee kozi ambazo huwa zinalipa vizuri. Maana ni kwamba wanapoteza ama wanaua kile kitu ambacho kipo ndani yako. Kwa hiyo unajikuta unaanza kufukuzia vitu ambavyo kwa ajili ya kupata pesa, lakini sio vitu ambavyo unavipenda. Asilimia kubwa ya watu ndipo wameangukia katika hilo eneo. Mwandishi mmoja wa kitabu kinaitwa Majuto Matano ya Watu Wanaokaribia Kufa, ni nesi maarufu sana kutokea nchini Australia.
anasema alifanya kazi ya uuguzi, hawa manesi wa uuguzi. Kazi yake kubwa ilikuwa ni kuhudumia wagonjwa ambao umri wao umeenda sana, lakini pia wale wagonjwa walikuwa wengi wao wameruhusiwa kutoka hospitalini wakapumzike nyumbani. Lakini pia hao wagonjwa walikuwa wanasumbuliwa na yale magonjwa, unajua kuna mtu umri unapokuwa umeenda sana, kuna yale magonjwa ambayo yanawasumbua ambayo mara nyingi huwa yanapelekea umauti. Ndio aina ya wagonjwa ambao walikuwa wanahudumia, na walikuwa wamebakiza wastani kama wiki 3 hivi za maisha yao. Sasa anasema yeye ndio kazi alikuwa anaifanya kwa zaidi ya miaka 25 ya maisha yake. Anasema kwamba alipokuwa anawahudumia wagonjwa hawa, anasema alikuja kugundua kuna mambo matano ambayo yalikuwa yanasemwa na kila mgonjwa. Kila akienda akimhudumia huyu anarudia mambo yale yale. Wanaongea mambo mengine tofauti, lakini kuna mambo anayasikia mara kwa mara kwa wagonjwa. Akaona kwamba hiki sio kitu cha kawaida. Akaandika makala ya majuto matano ya watu wanaokaribia kufa. Sasa nilipokusoma kile kitabu, nataka lengo langu ulifahamu ili juto la kwanza kabisa ambalo wengi huwa wanalisema. Wengi huwa wanasema hivi wanapokuwa wamekaribia mwishoni, kwamba wangetamani sana wangeishi maisha ambayo wao walitamani kuyaishi, au kwa maneno mengine wangetamani kufanya vitu ambavyo wao walitamani kuvifanya lakini walishindwa kuvifanya, na baadaye yakageuka kuwa majuto. Kwa nini yaligeuka kuwa majuto? Yaligeuka kuwa majuto kwa sababu walikuwa hawana furaha, walipoteza. Yani unakuta mtu anafanya kazi fulani lakini hana furaha na hiyo kazi. Mtu yuko katika mahusiano lakini hana furaha kabisa katika hayo mahusiano. Mtu anafanya biashara fulani lakini ni biashara ambayo hakupenda kuifanya. Wengi walikuwa wanasema hivi, nilifanya hii biashara kwa sababu mzazi wangu alilazimisha kufanya. Nilisomea hiki kwa sababu mzazi wangu alilazimisha kufanya hivi. Marafiki walinishawishi, jamii ilinishawishi. Kwa hiyo wengi wasema kwamba waliogopa. Unajua mwanadamu ana kitu hofu. Hofu is a illusion. Illusion ni kitu ambacho hakipo. Yani ni mtazamo fulani ambao mtu tu amejijengea ndani yake. Kwa hiyo waliogopa kwamba nisipofanya hivi watu watanionaje. Mzazi wako anakuambia fanya hiki, afu ufanye. Ile hofu kwamba sasa nisipofanya atanionaje. Kwa hiyo wengi wakajikuta wanaishi ndoto za wazazi wao na wakuziacha ndoto zao zikifa. Sasa zile ndoto zao, kumbuka kwamba Mungu huwa anaweka shauku ndani ya mtu katika kitu fulani. Unapofanya kitu ambacho umeitiwa kuja kufanya, utasikia furaha. Usipofanya hicho kitu, moyo wako bado unakosa kuridhika kabisa. Sasa baadaye walijikuta kwamba hawana furaha kabisa na vile vitu ambavyo wanavifanya. Sasa Yohana alipokuwa anauliza, wanasema kwamba wangetamani, yani kama wangerudi kuwa vijana, wangepewa nafasi nyingine, wangefanya vitu ambavyo walitamani kuvifanya bila kumwogopa mtu yoyote yule. Na ndivyo ambavyo watu wengi wanavyoishi leo hii. Kuna kitu unatamani kukifanya, lakini kuna maswali bado unajiuliza. Hivi watu watanionaje? Inawezekana labda umesoma kama mimi ambaye labda nimesoma. Leo hii nianze kuwa comedian. Hii familia itanionaje? Ni vitu ambavyo kwa jamii havi make sense kabisa. Sasa ndimo watu ambao wanaishi huko. Kwa hiyo unajikuta unafanya vitu kwa mazoea, unaacha kufanya vile vitu ambavyo uliitiwa kuvifanya, vitu ambavyo vipo ndani yako. Na ndio maana moja ya ishara kubwa itakao kusaidia kugundua kusudi la maisha yako ni kuangalia kitu ambacho unapenda kukifanya kwenye maisha yako. Ni kitu gani ambacho upo tayari kukifanya bila hata kulipwa, kwamba hata usipolipwa mimi nitafanya kitu hiki. Sasa nataka ujiulize haya maswali matatu na uyatafutie majibu. Swali la kwanza, kama leo hii ukagundua umebakiza miezi 6 ya kuishi katika hii dunia, ungetamani ufanye kitu gani? Madaktari wangekwambia kwamba una miezi 6 tu ya kuishi. Wapo wagonjwa ambao huwa wanaambiwa hivyo, kwamba umebakiza tu mwaka mmoja wa maisha yako, huwezi vuka hapo. Kama wewe ungeambiwa na daktari kwamba umebakiza mwaka mmoja, umebakiza miezi 6, ungefanya nini katika maisha yako kwa huo muda tu? Ungekaa na watu aina gani? Ungewatembelea watu gani? Ungefanya vitu gani?
kwa huo muda uliobakia ungeanzisha vitu gani? Majibu ya swali hili yatakuonyesha ni vitu gani ambavyo wewe unavithamini zaidi katika maisha yako, kwa sababu unapogundua umebakiwa na muda mfupi, mara nyingi utaanza kufanya vitu ambavyo unavithamini zaidi, kwako ni vya thamani. Kuna bwana mmoja, nimemsahau jina, ni Marekani, aliambiwa hivyo kwamba kwa aina ugonjwa unaokusumbua umebakiwa na mwaka mmoja wa kuishi, na alikuwa hajajiandaa vizuri kiuchumi. Akasema ndani ya mwaka mmoja, ngoja niandike vitabu. Hivi vitabu vitaisaidia familia yangu kwa ajili ya kuendesha maisha yao, mapato kutokana na hivi vitabu. Akaandika vitabu 4 ndani ya ule mwaka, lakini mwaka ulipofika, zile siku zilipofika, bado hakufariki kama alivyoambiwa. Kwenye maisha yake hakuwahi kuandika kitabu wala hakuwahi kufikiria hicho kitu, lakini kwa neema ya Mungu hakufa kama ambavyo aliambiwa. Kwa hiyo alikuja kugundua kwamba yeye ni mtaalamu mzuri sana wa kuandika, ni mwandishi. Aliandika vitabu vingi sana, na ndivyo ambavyo vilimsaidia kuendesha familia yake. Watu wengi wanapofikia ile hatua za mwishoni, unapofikia kwenye tatizo la mwisho, maamuzi ya mtu anayoyafanya pale huwa yanakuwa ni makubwa zaidi kuhusiana na maisha yake. Waangalie wale wakoma. Alisema sasa tukibakia hapa tutakufa na njaa, tukienda kule wale jamaa watatuua. Bora kipi? Bora twende kule, wanaweza katuonea huruma tukala. Wakaenda, kwani waliolewa? Kwanza tu Mungu akaongeza yale maamuzi yao, Mungu akaongezea nguvu pale, jamaa wenyewe wakaondoka. Mungu asaidie sana. Lazima ujiulize hilo swali. Kama ungekuwa umebakiwa na muda mchache, ungefanya nini katika maisha yako? Lakini pia moja ya swali jingine ambao pia nishawahi kuulizwa, nasema leo hii ukipewa milioni 500 utafanya nini? Utaanzisha vitu gani? Utatamani ufanye kitu gani cha wewe kukumbukwa? Utafanya nini kama kungekuwa hamna kipingamizi cha mambo yako wewe kufeli? Na hilo ni swali jingine. Yaani kama kungekuwa, yaani mtu amekuhakikishia kwamba ukifanya hiki umefanikiwa, ungefanya kitu gani? Angekwambia tu kitu fulani ukifanya kimefanikiwa, wewe ungefanya kitu gani? Chagua kitu kimoja ambacho utafanya ili kitu hakitashindwa kabisa, yaani ukianza kitakuwa kama unavyotaka. Ni kitu gani hiko? Kitu ambacho utakichagua ni kitu ambacho umekipa thamani katika maisha yako, kwamba kitu hiki kama hakitakufa basi kitakuwa bora zaidi. Kwa hiyo moja ya kitu cha muhimu sana kwa mwanadamu, yaani mwanadamu anapogundua yupo duniani, anasema kwamba siku muhimu duniani ziko 2: siku uliozaliwa na siku ambayo utajua kwa nini wewe ulizaliwa. Siku utakayopata jibu la kwa nini wewe ulizaliwa, hiyo siku ni ya thamani sana. Ukimchukua samaki, nikimchukua samaki nikamtoa kwenye maji, yeye samaki kwenye maji ndo anapenya vizuri. Nikimchukua samaki nikamtoa kwenye maji nikamweka chini, angalia namna ambavyo atahangaika pale chini. Unajua kwa nini? Sio sehemu yake hiyo, sio sehemu yake. Ndivyo ambavyo mwanadamu ambaye hajajua kusudi la maisha yake anavyohangaika. Ataanzisha hiki, atasoma kozi hii, atamaliza, atasoma PhD, atasoma masters, atafanya hiki. Huyu mtu manake amechanganyikiwa, hajui anafanya nini. Mungu ausaidie sana, kwa sababu
Mtu anasoma hiki anamaliza, anaacha hiki, anachukua hiki, anamaliza, anasoma hiki. Maana yake ni kwamba bado kuna kitu anakitafuta, anatafuta ule utimilifu, lakini bado hajaupata. Mungu huwainua watu hata wasiokuwa na elimu, kuwafanya kuwa watu wakubwa. Hiyo ni faida ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Andika kwenye daftari lako, mimi ni nani? Mimi ni nani? Unaweza kaandika hata jina lako tu. Jambo la pili, andika ninafanya nini. Ni jambo gani ambalo wewe unapenda kufanya? Unapenda kupika, unapenda kutengeneza vitu vipya, unapenda kuchora, unapenda kushauri, unapenda kufundisha. Ni vitu gani? Tafakari tu wewe mwenyewe ndani ya kichwa chako. Ni vitu gani unapenda kufanya kwenye maisha yako? Kama unapata vitu vingi, vinakuja vitu vingi kwenye kichwa chako, ili uweze kujua ni kitu gani unapenda kufanya, jiulize, ni jambo gani ambalo ninaweza kuwafundisha watu vizuri kabisa wakalielewa vizuri kabisa? Yaani ni jambo gani una uwezo nalo mkubwa sana? Yaani ukisimama hapa uhitaji hata kusoma sijui kushika nini, unaweza kumwelekeza mtu akaelewa vizuri. Ni kitu gani? Jambo la tatu, ninamfanyia nani? Ninamfanyia nani? Sikiliza, kusudi sio kwa ajili yako. Yaani Mungu alivyokuumba hapa duniani hakukuumba ufanye vitu kwa ajili yako. Unafanya vitu kwa ajili ya watu wengine, na unapofanya vitu kwa ajili ya watu wengine ndipo ambapo furaha ya kweli huwa inapatikana. Kwa sababu unapofanya vitu kwa ajili ya watu wengine, unapotatua matatizo ya watu wengine, ndivyo ambavyo wewe unatatua matatizo yako wewe mwenyewe. Unamfanyia nani? Unafanya kwa ajili ya vijana, unawafanyia watoto, unawafanyia wafanya biashara, unafanya kwa ajili ya familia, kwa ajili ya jamii. Unamfanyia nani? Jambo jingine, hao watu ambao unawafanyia wanahitaji nini? Wanahitaji nini? Kuna watu ambao wanahitaji matumaini. Kuna watu ambao wanahitaji faraja. Kuna watu ambao wamepoteza kabisa ujasiri, wanahitaji ujasiri. Kuna watu wanahitaji kuwa na afya. Kuna watu wanahitaji tu elimu ya kawaida. Kuna watu wanahitaji hamasa, uwahamasishe. Hao watu ambao unawafanyia wanahitaji nini? Na swali la mwisho, baada ya wewe kuwafanyia hiko ambacho unataka kuwafanyia, maisha yao yatabadilikaje? Maisha yao yatabadilikaje? Baada ya kuwasaidia, maisha yao yatabadilikaje? Je, watapata matumaini? Watapata mafanikio? Watatatua matatizo yao? Watakuwa na maisha bora? Watapata nini baada ya wewe kuwafanyia hicho ambacho wao wanahitaji? Sasa ukiangalia hayo maswali yote hapo ulioyaandika, utakuja kugundua kwamba maswali mawili yanakuhusu wewe mwenyewe, lakini hayo maswali matatu yanawahusu watu wengine. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba kusudi lako huwa ni kwa ajili ya watu wengine, kwa ajili ya kuwasaidia wengine, kwa ajili ya kuwainua wengine. Hiyo ndio dhima ama lengo kuu la kusudi. Kusudi sio kwa ajili ya wewe mwenyewe, kwa ajili ya watu wengine. Kadiri unavyofanya kwa ajili ya watu wengine, kadiri unavyotatua matatizo ya watu wengine, ndivyo ambavyo unatatua matatizo yako na ndivyo ambavyo unaingiza faida wewe mwenyewe.
na huko ndiko kuna furaha ya kweli. Ushawahi kumsaidia mtu, unajua huyu ni mhitaji, ile furaha ambayo unaipata ile ni ukweli kwamba haielezeki. Kwanza unasikia kuridhika ndani ya moyo wako. Nimekwambia maisha ya mwanadamu ni mfano halisi wa Yesu Kristo hapa duniani. Kwani Yesu alikuja kwa ajili yake? Alikuja kwa ajili ya sisi, na sisi tumeletwa kwa ajili ya wengine. Unataka kuwafanyia nini wanadamu wenzako? Ni kitu gani cha thamani ambacho uko tayari kufanya kwa ajili ya wanadamu wenzako? Siku utakapoondoka hapa duniani, unataka dunia, unataka jamii, inaweza ikawa sio dunia, inaweza ikawa hata familia yako, jamii inayokuzunguka mtaani, unataka wakukumbukaje pale? Na hapa nimekumbuka kitu kingine. Nilifundishwa kwamba ukitaka kujua wewe unataka nini zaidi, tumia mbinu ya msiba wako. Ashumu upo katika msiba wako, wale watu wanaosoma ile historia yako, unatamani wawe wanasoma kitu gani siku hiyo pale? Unatamani wanapozungumza kuhusu wewe wazungumze kitu gani? Sasa vile vitu ambavyo wewe unataka hao watu wavizungumze, waseme kuhusiana na wewe, anza kuvifanya sasa hivi. Jamii unataka ikukumbukaje? Taifa unataka likukumbukaje? Ukipewa nafasi ya uongozi, unataka taifa likukumbukaje? Imagine leo hii tunapomsoma Magufuli. Magufuli anazungumzwa kama shujaa. Watanzania wanatamani tena kama huyu mtu angekuwepo. Yaani huyu mtu angekuwepo. Hata wale ambao walikuwa wampendi wanatamani kama huyu mtu angekuwepo tena. Sasa kwa maneno mengine, maana yake ni kwamba Mheshimiwa Rais alifahamu naye siku moja atakufa. Kwa hiyo akaona kwa nafasi niliyopewa, nataka nifanye kitu siku nikiondoka. Maneno yake ni shahidi. Si alikuwa anasema siku nikiondoka nataka taifa linikumbuke. Linikumbuke kwa mema. Nilifanya kitu ndani ya nchi yangu. Yaani kwa maneno aliyokuwa anasema, mimi ninakubali kwamba inawezekana alishawahi kukaa akatumia hii mbinu kwamba siku nikiondoka nataka taifa la Tanzania linikumbuke kwa mambo fulani. Mwekezaji mmoja maarufu sana anaitwa Warren Buffett alisha kusema kwamba kitu ambacho nilikitamani zaidi duniani ni kuifanya dunia kuwa mahali pazuri zaidi kuliko nilivyopakuta. Kuwa mahali pazuri zaidi kuliko nilivyopakuta. Kuwafanya wanadamu wenzangu wafurahie zaidi miaka aliyopewa hapa duniani. Na amefanya vitu vikubwa sana. Wewe vivyo hivyo unatamani dunia ikukumbuke na nini? Familia yako ikukumbuke na nini? Jamii yako ikukumbuke na nini? Kanisa ikukumbuke na nini? PHM ikukumbuke na kitu gani? Alikuwepo mtumishi mmoja, shukuru, hakika hatosahaulika. Makanisa yaliyoko Kibada, yaliyoko Pwani, yale yote yamechipukia kwake, yametokea kwake. Watu hawezi kukusahau. Mungu amsaidie sana. Kwa hiyo ukiyafanya maisha ya watu wengine kuwa bora, ndivyo ambavyo unatengeneza maisha yako kuwa bora zaidi. Hivyo ndivyo Mungu ambavyo alimkusudia mwanadamu. Yesu alikuwa anaonekana wa kipekee kwa sababu alikuwa anafanya mambo ya kipekee kwa watu. Watu wanamfuata kwa sababu huyu mtu anafanya vitu kwa watu, anagusa maisha ya watu.
Sasa namna ya kujibu hayo maswali yote tulioyauliza hapo juu. Leo hii tukikuuliza, mtumishi Elia, wewe ni nani? Shukuru, wewe ni nani? Neema, wewe ni nani? Rebeka, wewe ni nani? Nikimfuata daktari nikimwambia wewe ni nani, ataniambia daktari. Hata mimi mwenyewe kabla ya kujifunza haya ungeniuliza, mimi nilikuwa najitambulisha, mimi ni mchumi, nimesomea uchumi, lakini sivyo ambavyo inapaswa kuijibu. Ili ujue kwamba ni namna gani unapaswa kulijibu hili swali, badala ya kusema labda tuseme nani, tuseme mchungaji au mwinjilisti. Mimi ni mwinjilisti. Swali la pili linasemaje? Unafanya nini? Wewe unafanya nini mwinjilisti? Swali la tatu linasemaje? Ndivyo ambavyo unajibu hilo swali. Sasa hapo wewe ni mwinjilisti, unafanya nini? Unamfanyia nani? Kwa sababu huwezi kufanya kwa kila mtu. Kwa mfano mimi, kwa kitu ninachokifanya mimi ninadili sana na wanafunzi na vijana walioko mtaani. Mimi wazee wanaweza kaguswa, lakini kwa kidogo. Mimi nadili na wanafunzi wale walioko sekondari, chuo, vyuo vikuu na wale walioingia mtaani wanaojitafuta. Mimi ndio kundi langu ninaodili nalo. Na hata watu wanaotazama mafundisho yangu mengi huwa naangalia, mitandao huwa inaweka pale statistic. Miaka 18 mpaka miaka 35 ndio wanaangaliaga sana. Hasa miaka 25 mpaka 30. Unafanya kwa kina nani? Unachokifanya. Kuna mtu yeye anadili na watoto tu, hata adili na vijana, yeye watoto tu. Kwa hiyo unaweza kusema labda, kwa mfano labda mimi ni mwandishi. Mimi ni mwandishi, badala ya kusema tu mimi ni mwandishi nikaishia hapo, naweza nikasema ninawasaidia watu kuwapa maarifa. Ninawasaidia vijana, ninawasaidia wanafunzi kuwapa maarifa, wajitambue. Swali la 4 linasemaje? Wanahitaji nini? Lengo langu kubwa, ninataka wajitambue, wajue umuhimu wa wao kuwa hapa duniani, wajue makusudi ya wao kuwepo duniani. Ninawapa matumaini, ninaamsha vile vitu vilivyokufa, ninarejesha faraja kwamba mtu ajione kwamba yeye ni wa thamani, asipoteze matumaini, asipoteze kabisa, yaani asiwe katika hali ya kujiona kwamba yeye afai tena. Mimi ninamrudishia matumaini kwamba wewe bado ni wa thamani. Ndio kazi yangu. Swali la mwisho linasemaje? Baada ya mimi kumwambia hivyo, ninategemea nini kutoka kwake? Nategemea huyu mtu tayari ajitambue, nampa mbinu na kanuni za yeye kujua kilicho ndani yake. Kwa hiyo matokeo ya mimi kufanya hiki, mtu ajue kusudi la maisha yake, na anapojua kusudi la maisha yake, mimi lengo langu limekamilika. Tayari yule mtu ataanza kuishi kuendana na kile ambacho anapaswa kukifanya. Kwa hiyo hayo maswali yote unapaswa kuyajibu kwa muda wako. Tafuta muda ujibu kuendana na kile ambacho unaona unatamani kukifanya zaidi. Mungu ausaidie sana. Nilisoma habari za Nehemia. Wiki nilikuwa nasoma habari za Nehemia, zikanikumbusha kitu kimoja. Kwenye zile dalili za kugundua kusudi la maisha yako,
kuna moja nilizungumza inasema lazima uangalie kitu kinachokuumiza, kitu kinachokutia hasira, kitu ambacho unaona mbona hiki kama kifanywe vizuri. Nilisoma habari za Nehemia nikaja kugundua naye alipata kitu hiko. Nehemia alikuwa anafanya kazi kwa mfalme, mhudumu tu wa mfalme, lakini kuna habari pale zinahusu ukuta ulivunjwa sije nini. Alipopewa hizo taarifa moyo wake ulifadhaika sana, alijisikia vibaya sana, mpaka mfalme akamgundua, akamwambia Nehemia, sijawahi kukuona ukiwa katika hali hii, uso wako unaonyesha una mafadhaiko, una huzuni. Sasa ile huzuni naweza ngasema ilikuwa ni huzuni takatifu, inaonyesha kwamba kuna kitu nataka nifanye, sijalizika kabisa. Mfalme akamuuliza, unataka nini? Alimuuliza swali ambalo nimekuwa nikiliuliza hapa mara kwa mara nikisimama, unataka nini? Mtu akija sasa hivi, unataka nini Elia? Ghafla mtu anataka kufadhili, unataka nini? Sikiliza, kuna concept moja inaitwa elevator pitch. Elevator pitch hii ni ile hali wameita elevator. Elevator ni lifti. Kwa makadirio lifti huwa inatembea kama dakika 3 hivi kutoka chini mpaka juu kulingana na urefu wa hilo ghorofa. Maximum ni kama dakika 3 lazima iwe imeshafika inapotakiwa kufika. Sasa wanasema hivi, ikiwa umekutana na mtu wa muhimu ambaye ulikuwa unatamani kukutana naye katika maisha yako, na huyo mtu akawa tayari kukusaidia, mmekutana katika lifti, akakwambia unataka nini, unaweza ukamwelezea unachokitaka ndani ya dakika 3 mpaka chini kwenye lifti, ili aendelee na mambo yake, akuelewe. Sasa wanasema hivi, unatakiwa uweze kueleza kile ambacho unakitaka ndani ya dakika 3, kieleweke, ili yule mtu ambaye anataka akusaidie aweze kukusaidia. Yaani uwe chap kujua kile ambacho wewe unakitaka. Kwa mfano nikikuuliza leo, jina lako nani? Umeona ambavyo unajibu haraka. Namba yako ya simu, kama umeikalili itakuja haraka sana kichwani kumtajia mtu. Unataka nini? Ukimuuliza mtu hilo swali, atapause kwanza kidogo, ataanza kujifikiria. Sasa unatakiwa uwe na uwezo wa kumwelezea mtu kile unachokitaka kama ambavyo unataja jina lako. Kwa uchapu wewe, ni hivi. Kitu hiki kwa ajili ya hivi. Zingatia hayo maswali 5. Kumbuka lolote unalofanya huwa ni kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine. Makampuni, taasisi zote huwa zinafanya kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine. Kwa hiyo mtu anapotaka kufadhili, kwanza anataka kujua hicho unachokifanya kitawasaidiaje watu wengine. Baada ya hapo, yeye kitamsaidiaje? Atanufaika vipi? Hata kama hatanufaika kiukubwa huo, lakini yeye atanufaikaje? Unapopewa nafasi ya kutangaza labda kama tangazo la mtandao wote, Tigo, Vodacom, wanataka ufanye hivyo kwa ajili ya watu, lakini pia lengo lao wamelenga kwa ajili yao wao wenyewe. Unatangaza kwa watu wafanye hicho kitu, wao wapate mapato. Mungu awasaidie sana. Unapoelezea unachotaka, zingatia maswali 5. Usiwe mbinafsi. Yaani ukionyesha tu ubinafsi, uweze ukapata msaada. Mungu awasaidie sana. Kwa hiyo Nehemia na yeye, muda wangu umeenda sana. Nehemia alikuwa na mzigo kuhusiana na kujenga ule ukuta. Ni story ndefu sana, inatokea katika Nehemia 2. Hatuwezi tukaisoma hapa, lakini ule mzigo ndani yake. Sikiliza, watu waliofanya mambo makubwa duniani walianza na mzigo. Kitu kilianza, yaani ilikuwa ni shida. Ushaikuwa na shida ambayo unakaa unaona kabisa hili jambo siwezi vumilia. Kuna watu wanapenda umbea. Ushawahi kumuona mtu ambaye anapenda umbea? Ukimwambia kitu hawezi kukaa nacho, yani anaona kabisa yani hapa nitakufa mpaka niseme.
Wanasema friji aligandishi. Mpaka niseme bwana usimwambie mtu, hata mtakubaliana pale, lakini akikutana atasema, na akisema lakini alisika safi kabisa. Sasa ndivyo ambavyo watu ambao huwa wanafanya mambo makubwa wanakuwa na kitu ambacho kinawasumbua kiasi kwamba wanaona kwamba mimi siwezi vumilia hiki kitu. Siwezi vumilia kuona watoto yatima wanahangaika mitaani. Siwezi vumilia. Yaani siwezi kuvumilia kuona huu mtaa mzima hakuna kanisa. Mimi siwezi vumilia hicho kitu. Hapa lazima niweke kanisa. Huu mtaa mzima hakuna hata bidhaa fulani. Hapana. Hapa ninaleta huduma fulani. Kinakuwa ni kitu kikubwa kiasi kwamba unashindwa kuvumilia kabisa. Niliwaambia Musa ilikuwaje? Alimuua mtu Musa. Aliona ndugu wa taifa moja anaonewa, akaona hii haiwezekani. Akaua mtu. Lakini kumbe hicho kwa anafanya kilikuwa kimebeba kitu ndani yake. Yaani alikuwa hapendi kuona watu wa taifa lake wanateseka. Ni kitu gani hicho kwako? Mungu asaidie sana. Lakini kitu kingine utakiwa ufahamu kwamba maono yanamhusu Mungu. Maono sio ya kwako, maono ni ya Mungu. Usije ukaja na mipango yako mwenyewe umekaa ukatuambia ni maono. Maono yanamhusu Mungu. Methali 19:21 inasema kwamba mawazo ni mengi moyoni mwa mwanadamu, lakini kusudi la Mungu ndilo litakalosimama. Kwa hiyo kuna watu ambao huwa wanafanya vitu ambavyo wao wanaona ni vizuri, lakini inaweza ikawa sio mpango wa Mungu kabisa. Maono yanakuwa ni mpango wa Mungu kwa sababu Mungu ndio alikuwa na mpango kwanza. Nielewe hapo. Mungu alikuwa na mpango kwanza. Anataka kitu chake kifanyike. Baada ya hapo, sinoka kuweka wewe. Maana kwamba anataka ufanye mipango yake. Anataka ufanye yale ambayo yeye anayataka. Kusudi wali linatangulia. Kwa maono ni ya Mungu. Wakati mwingine unaweza kufanya vitu kwa tamaa zako tu mwenyewe. Na utajua tu. Kwanza hauanzi na Mungu. Wewe umekurupuka huko tu. Unaanza kufanya. Ukisoma kwenye hii Nehemia 2:1, ukisoma hiyo sura nzima, baadaye Nehemia alipopata hiki kitu, alipokuwa anasikia shauku ya kwenda kujenga ule ukuta, hakutoka tu pale na kuanza. Biblia inasema kwamba alimrudia Mungu magotini ili amthibitishie kile alichokiona. Amthibitishie kile alichokiona. Kwa hiyo alikuwa anataka mapenzi ya Mungu yatimizwe kwanza. Kwa maana hata katika ile sala nasema mapenzi ya Mungu yafanyike. Mapenzi yako yafanyike. Kuna maono binafsi na maono ya pamoja, tuliangalia wiki iliyopita. Wewe una maono yako, lakini pia kuna maono ya pamoja. Na nimekuambia kwamba Mungu yupo namna hii. Maono ya pamoja, leo hii unaanzisha huduma fulani. Nisikize vizuri. Unaanzisha huduma fulani, unaanzisha kitu fulani. Hayo ni maono yako. Lakini yale maono kuyatimiza yanahitaji watu. Yesu alipokuja kuanza kazi yake, alianza kwa kuwachagua wanafunzi. Ile kazi alikuwa hawezi peke yake. Alihitaji watu wa kumsaidia ili iweze kukamilika. Na nimekwambia kwamba maono ya kweli yanatakiwa yaendelee hata wewe unapoondoka. Kwa hiyo kama una maono lazima uyapime. Je, nikiondoka maono haya yataendelea? Kama ukiondoka na yenyewe amekufa, hayo sio maono. Hiyo ni mipango yako tu. Maono yanatakiwa yaendelee.
Yaani unatakiwa uwe na uwezo wa kuwafanya wale watu wanaokufuata wajue kile ambacho wewe unakifanya, na ndicho kitu ambacho Yesu alikifanya. Aliambukiza ile spirit aliyokuwa nayo kwa wanafunzi wake, ili hata baada ya kuondoka wanafunzi wake wakaendelea na kazi. Mungu asaidie sana. Kwa hiyo sasa inakuwa hivi, unapokuwa na maono yako binafsi, Mungu anachokifanya huwa anakuletea watu. Wale watu wanaokuletea ndani yao huwa wanaona kwamba wakikufuata wewe maono yao yatatimia. Umenielewa hapo? Yaani wewe leo hii uko hapa Elia, uko hapa, lakini akilini mwako unajua kwamba ni maono ya mchungaji, lakini wewe uko hapa unaamini katika hicho kwamba mimi kuwepo hapa maono yangu yanatimia. Kwa hiyo wewe unatimiza maono yako, mchungaji anatimiza maono yake, taasisi ya PHM inatimiza maono yake. Katika kila maono kuna mtu huwa anatimiza maono yake. Kwa hiyo Mungu atakuletea watu ambao wana shauku na wao wana vitu ambavyo wanaamini kwamba vitatimia kupitia kwenye kile ambacho unakifanya. Nataka muelewe, lakini ninaamini tangu siku ya kwanza mpaka leo kuna kitu utakuwa umeshakipata, na Mungu aendelee kukufundisha zaidi. Sasa kwa kumalizia, niseme kwamba kwanza, maono ni matokeo ya kusudi. Maono nilikwambia ni picha, ni picha ya kule ambako wewe unaelekea. Elia leo hii umeonyeshwa picha kwamba leo Elia baada ya miaka 10 utakuwa askofu wa PHM. Imagine hivi, kitu gani kitatokea hapo katikati kitakuzuia? Kwa nini? Umeshaona wapi unaenda, una maono yako. Ukiwa na maono yanakufanya unavumilia changamoto, kwa sababu unajua kabisa mimi naenda kule, na kwenda ni kule mwisho. Yaani ile picha ya mwisho ndio inakupa shauku kwamba siwezi kata tamaa, siwezi ishia hapa, mimi najua na kwenda. Na ndio maana lazima ujue unataka nini. Usipojua, nikikuita huko nje tutaenda, tukienda huku wewe tuende, huku wewe tuende. Ujue unachotaka. Ukishajua unachotaka, kuna watu ambao utajua hawa ninapaswa kuambatana nao, hawa sipaswi kuambatana nao. Kuna maeneo upaswa kwenda, kuna maeneo unapaswa kwenda, kwa sababu unajua unakoenda. Lakini angalia Mungu alivyokuwa ajabu sana. Mungu huwa anatuficha vitu vinavyotokea katikati. Hakuambia hapo katikati utakutana na nini. Yeye anakuambia utafika kule, unakuona kulivyokuwa kuzuri kule, nenda. Hakuambia hapo katikati. Kumbe hata utatekwa hapo katikati. Yani hapo katikati watu watakuteka, utapitia magumu, utaacha familia yako. Hakuonyeshi hayo kwa sababu anajua mwanadamu ni dhaifu. Akikuonyesha hayo hautakubali kwenda. Hata kama ndio mimi, singeenda. Unajua utateseka, siwezi kwenda. Mwanadamu anapenda kuwa safe. Lakini unapewa picha ya mwisho, ile picha inakupa matumaini kwamba kumbe wewe ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kumbe wewe ni mbunge, kumbe wewe ni askofu, kumbe wewe ni mtu fulani. Na hiyo tunaitaga promises, ahadi ya baadaye. Ahadi za baadaye ndio huwa zinatupa nguvu ya kuendelea, kwa sababu unajua kabisa kule ambako unaenda kunakutia moyo. Mungu asaidie sana. Maono ni chanzo cha uongozi wa kweli. Kisha kuwa na maono unakuwa kiongozi wa kweli. Na niseme tu hili,
wanasiasa wengi sio viongozi. Kuna tofauti kubwa sana kati ya a leader and politician. Wanasiasa na kiongozi, hawa ni watu wawili tofauti. Kiongozi utamjuaje? Kiongozi huwa anakuwa kwa ajili ya watu, yaani yeye ni kwa ajili ya watu, yupo tayari kujitoa kwa ajili ya watu. Huyo ni kiongozi. Mwanasiasa huwa anakuwa kwa ajili ya mambo yake, yeye tu apate benefits zake basi, hajali sana kuhusiana na watu. Atachoahidi hasemi, atekelezi. Lakini a leader is born for the people. Mshawahi kuona watu ambao yani anawatetea watu wake kwa gharama yoyote ile? Huyo ndiye kiongozi, leader. Ukiwa na maono unakuwa kiongozi wa kweli, kwa sababu upo tayari kutetea watu wako kwa ajili ya kile ambacho unakiona. Maono ni kusudi lililoandikwa. Maono ni kusudi lililoandikwa. Habakuki 2 mstari wa 2 mpaka wa 3. Lazima uandike unachotaka. Kwa hiyo usije ukawa unauamini sana ubongo wako kwa kwamba nitakumbuka kila kitu. Unapopata kitu cha msingi, unapopata maono, yaandike. Unapopata idea fulani, iandike. Unaposikia kitu kizuri, mtu amekiongea, kiandike. Kitakusaidia kesho. Na uzuri wa unapoandika kitu, hakitakusaidia tu wewe, kitasaidia watoto wako. Ukipitia changamoto fulani, andika, nilipitia changamoto fulani, ilifanya hivi, lakini nilifanya hivi nikavuka. Unaandika leo, mtoto wako anakuja kusoma, anakuja kujifunza kwamba baba alipitia hivi na alifanya hivi akavuka. Inamsaidia na yeye pia. Anajua namna ambavyo ulipitia, anaangalia baba yake mambo ambayo ulipitia. Watu wengi hatutunzi rekodi siku hizi. Hatutunzi kabisa. Ukipitia kipindi kigumu, andika. Andika. Ukipitia nyakati nzuri, ziandike. Mwaka fulani, mwezi fulani, nilikuwa na maisha ambayo yamenyoka hivi. Andika kila kitu. Huo ni ukumbusho wako wewe na watoto wako na vitukuu vyako, ambao watakuwa wanajifunza kwamba babu yao, wanaangalia babu yao vitu ambavyo alipitia, changamoto, alishinda nini, alifanikiwa vitu gani. Andika kila kitu. Ninapenda sana watu wa zamani walikuwa wanapiga picha. Akishapiga picha kule nyuma anaandika na tarehe fulani. Mimi nikiziangalia zile picha sema kwamba kumbe mwaka fulani, siku fulani, hadi muda. Ni babangu anakaa hadi muda fulani ilipigwa hii picha. Ni ukumbusho mzuri. Lakini vipi kuhusiana na dunia ya leo? Picha zipo kwenye simu. Kwa hiyo maono lazima yaandikwe. Maono lazima yatengenezewe mpango wa kuyafikia. Umeshajua unaenda kule, je, utafikaje kule? Mpango ni kwa ajili yako, hivi unajua hiyo? Mpango unautengeneza mwenyewe. Mungu anakuambia utafika kule, sasa wewe ndio unatakiwa kujua unafikaje kule. Kwa maono lazima yatengenezewe mpango. Maono lazima yawekewe vipaumbele. Upaswi kufanya kila kitu, unayawekea vipaumbele maono yako. Yaani lazima ujifunze kufanya vitu vya tofauti kidogo ili uwe mtu wa tofauti. Ukifanya vile vitu ambavyo watu wanavifanya kila siku, utakuwa mtu yule yule, utafanana na watu wengine wote. Lakini ukiamua ukisikiliza watu wote wakitoa shuhuda zao namna ambavyo wamebadilisha maisha yao, anakuambia mimi nilichoka kitu fulani, nilichoka hali nilikuwa naipitia, mimi niliamua kufanya kitu kingine cha tofauti. Niliacha kazi, nikaanzisha biashara yangu. Alifanya kitu cha tofauti. Ukifanya vitu vya tofauti, lazima uwe tofauti. Wewe ndio unapaswa kubadilisha maisha yako. Usitegemee serikali, usitegemee jamii, ni wewe mwenyewe. Kwa maneno mengine, usipobadilika huwezi kubadilika. Yaani usipobadilika
hakuna kitu kwenye maisha yako kitabadilika. Hakipo kabisa. Unasema baada ya miaka 10 labda mshahara itaongezeka, serikali itakuwa imebadilika, labda serikali itakuwa ni ile ile na mishahara itakuwa ni ile ile, sera zitakuwa ni zile zile, lakini wewe unaweza ukawa tofauti kama uliamua kufanya kitu cha tofauti. Mungu akusaidie sana. Sasa maswali 10 ya kumalizia, kamaliza na nusu. Yaani siwezi acha kurudia mambo haya, ninayarudia mara kwa mara. Ninataka vitu hivi viingie ndani ya ufahamu wako na vipate majibu. Nini ninataka kufanikisha? Ni kitu gani ninataka kufanikisha? Yaandike maswali haya tena. Ni nani ninayemhitaji? Ukishajua nini unataka kufanikisha, kuna watu lazima uwahitaji. Ni nani ninayemhitaji katika kufanikisha hiki kitu? Nini ninataka kufanikisha? Ni nani ninayemhitaji? Ninaweza kupata wapi taarifa? Ninaweza kupata wapi taarifa za kunifikisha kule na kutaka kufika? Ni kitu gani ambacho ni lazima nikisome? Kwa sababu ukishajua wewe ni mtu fulani, kuna vitu ambavyo lazima uvisome ili uweze kuwa yule mtu wa kufanikisha kile ambacho unataka kufanikisha. Ukitaka kuwa mwalimu wa hesabu, kwani hapo unatakiwa kufanya nini? Lazima usome hesabu, si ndivyo? Unahitaji watu gani? Wataalamu wa hesabu waliopita wakuambie. Itanichukua muda gani? Itanichukua muda gani kukamilisha kile ambacho mimi nataka kukamilisha? Unajua mwanadamu ana ndoto nyingi sana, hata mimi nina ndoto nyingi sana. Nimeshawahi kuandika, mimi naandika listi, afu nakuja naandika nyingine, afu nakuja naandika nyingine. Yaani niliandika kila kitu ambacho ninakihitaji kwenye maisha yangu mpaka siku nazikwa. Nikasema kama nitapata vitu hivi vyote, basi my life will be best. Nikajiuliza swali moja ambalo na wewe unapaswa kujiuliza. Kati ya haya mambo yote hapa, ni kitu gani cha kwanza nikikifanya kitanipa vitu vyote hivi? Yaani ukikifanya hicho kitakupa hivyo vitu vyote unavyovitaka. Sasa hicho ndio cha kwanza nacho. Unapoandika malengo, mara ya kwanza inaweza kusumbua. Nilipokuwa nafundishwa naambiwa andika mambo 100 unayoyapenda. Yaani unaotaka kuja kuyafanikisha. Yaani unaweza kaishia 10 ujue. Na hapo ndipo unaweza kugundua kwamba hivi kumbe mimi sina mambo mengi Lakini sio kwamba una mambo mengi, haujawahi kukaa kuandika, yaani unahitaji vitu vingi sana. Chochote mpaka watoto unaotaka kuwa nao, andika. Nyumba unaotaka kuishi aina gani? Gari gani? Unataka kutembelea nchi ngapi? Unataka kufanya nini? Andika kila kitu. Akili yako inaweza kusema bwana, hivyo kweli. Ndio kuna hicho kiakili kiwa kinakuja. Hicho unakikemea. Kwa sababu hakuna linaloshindikana kwa mtu ambaye ameamua. Hilo mimi nakuhakikishia. Na ndivyo ambavyo nimeambiwa, na ndivyo ambavyo nimefundishwa. Yaani chochote utakachokitaka kinawezekana. Kinawezekana kabisa. Jambo jingine, gharama itakuwa kiasi gani? Kila kitu kina gharama yake bwana. Asikwambie mtu, kila kitu kina gharama yake. Lazima ukubali kulipa gharama. Unataka kuwa mchungaji, ukubali kukaa bila kula, kufunga sana, uache kula. Sasa utakujaje wafundishe watu umeshiba, kila siku umeshiba? Unajua dhana ya kufunga ina nguvu sana. Mimi nilipoanza kufunga nikaja kugundua kumbe kufunga kuna nguvu. Ukiwa umefunga unaweza ukaomba
Hivyo unajua ukishiba huwezi kuomba. Ukishiba uombi. Usingizi. Ukiwa haujala, unapoutesa ule mwili wako, yani unaongea, kufunga kuna nguvu. Yani ukiomba ukiwa umefunga na ukiomba ukishiba ni vitu vili tofauti. Nimeshafanya hiki kitu naelewa. Kwa hiyo lazima ukubali kulipa gharama ya kile ambacho wewe unakitaka. Kila kitu kina gharama yake. Ukubali kuacha vitu fulani ili upate ambacho unakitaka. Usitake kila kitu. Yaani wewe ukitaka tu upate hiki, hamna vitu kama hivyo. Yoyote ambaye uwafuate wale watu ambao wamefika kule ambako wewe unataka kwenda, anakuambia vitu hivi mimi niliacha. Mimi niliacha kwenda disco. Niliacha hivi. Leo hii niko hapa. Mungu awasaidie sana. Ni wapi naweza kupata uzoefu? Mimi mwalimu wangu aliniambia hivi, sasa wewe kama ni mwalimu, kanisani kwenu kuna watoto? Nikamwambia ndio hapo. Anza kuwafundisha wale. Sema sema mambo yangu mimi niwafundishe watoto? Akasema wale watoto hawajui kitu, hata ukikosea hawajui kama umekosea, lakini wewe utajua umekosea, next time unajirekebisha. Uzoefu wa hicho kitu utautoa wapi? Kwa hiyo kama ni mwalimu, dili na watoto kwanza. Unajua unapofundisha unapata uzoefu. Mimi mwenyewe kadiri ninapofundisha napata uzoefu. Uzoefu wa hicho kitu wewe unautoa wapi? Lazima utafute. Hata ukitaka, ukiwa umesoma, ukimaliza, kuna zile internship. Unaenda unafanya kazi bure, unachukua uzoefu. Ukitoka pale unaanza kuwa mtaalamu. Unatoka unainuka, unakuwa unajitegemea sasa. Unakuwa expert. Kwa hiyo lazima ujue uzoefu wa hicho kitu unautoa wapi. Swali la mwisho ni nini ambacho kipo tayari? Yaani kitu gani unacho tayari cha kuanza nacho? Hapo unajikagua rasilimali ulizokuwa nazo. Ninaweza kuanza na nini? Ninaweza kuanza na nini? Ili Mungu anipe nafasi ya kuhubiri, ya kufundisha watu mamilioni. Anipe nafasi ya kufundisha labda kwenye uwanja wa taifa. Lazima kwanza niwe nishapita huko, nafundisha watu 20 kama hivi. Si ndivyo? Unapata uzoefu. Mungu anaanza na kidogo, anakupima kwanza na kile kidogo. Maandalizi yako, namna ambavyo unajiandaa. Unawaheshimu watu 20? Au kwa sababu ni wadogo tu unakuja ovyo ovyo? Ni vitu ambavyo Mungu anapima. Maandalizi yako. Je, ule mzigo unapojua unaenda kufundisha watu 100 na watu 20, huwa unajiandaeje? Ni vitu vyote hivi najua hizo tricks za Mungu. Na mimi najua kucheza nazo. Ninatoa kile ambacho wangekuwepo watu 10,000 hapa wangepata. Na wewe vivyo hivyo. Ni nini ambacho kipo tayari cha kuanza nacho? Sasa misingi 7 ya maono. Na hii misingi 7 naitoa katika Habakuki 2:1 mpaka mstari wa 4. Kanuni ya kuandika maono. Hilo namba 1. Maono lazima yaandikwe. Andika maono yako. Kanuni ya pili ni kanuni ya kupunguza. Maono lazima uyafanye yawe rahisi, yaeleweke. Ukimwambia mtu anayaelewa. Ukisoma Habakuki 2:1 pale, anazungumza, anasema kwamba yaandike maono yako, uyaweke katika kibao ili kila apitaye apate kuyasoma, yaeleweke. Kwa kanuni ya kupunguza maono. Ya tatu ni kanuni ya ushiriki. Waache watu watekeleze maono. Unapewa maono lakini unawaacha watu wayatekeleze. Kanuni ya ushiriki. Nyingine ni kanuni ya wakati. Wakati uliopangwa. Maono yana wakati wake, yana muda wake wa kutekelezwa. Sasa hapa unajua binadamu sisi tuna changamoto. Hata mimi nilisema wiki iliyopita. Yaani kuna vitu unaona kabisa mbona kama nilikuwa nastahili vitu hivi.
lakini Mungu huwa anakupitisha hilo eneo, anataka kuna kitu ujifunze kwanza. Unaona kwamba kama ulistahili vitu fulani, mbona upati? Lakini maono yana wakati wake, kwa usije ukafanya vitu nje ya wakati ambao ulipangwa. Lazima uyatekeleze maono kwa wakati uliopangwa. Kanuni ya subira, ya kusubiri. Habakuki anasema pale kwamba maono haya yanafanya haraka sana, yanafanya upesi kutimia. Una shauku kitu hiki kitimie, lakini hayatachukua muda, yatatimia. Yatatimia tu. Kanuni ya imani. Kisoma huo mstari, Habakuki anasema pale, hakika hayatapita, yanafanya upesi sana, lakini ukivumilia, ukiwa na subira, mambo haya yatatimia. Yatatimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba katika daftari lako uandike mambo haya hapa. Malengo binafsi ya kiroho. Andika malengo binafsi ya kiroho, alafu uweke option 3 pale, kwamba ya kwanza, ya pili, ya tatu. Juu pale iwe malengo binafsi ya kiroho, weka 3. Utaweka, utajaza we mwenyewe. Unataka upate nini? Unataka ujiongeze kitu gani kiroho? Mambo 3. Malengo binafsi ya kifamilia. Malengo binafsi ya kifamilia utaweka na yenyewe 3. Mambo haya yatakupa picha, yani utakuwa unajitafakari zaidi kuhusiana wewe ni nani na unapaswa kufanya nini. Una watoto, hao ni majukumu yako. Unapaswa kuwahudumia, unapaswa kuwalinda watoto wako. Malengo binafsi ya kiafya. Sikiliza, una mwili mmoja tu, una mwili mmoja tu. Haina maana kama utakuwa una fedha, kama utakuwa una mali, lakini afya yako ni mgogoro. Haina maana. Tunza afya yako kwa gharama yoyote ile. Huo ndio mtaji namba 1. Chochote unachokifanya sasa hivi, kwa sababu una afya njema. Niliumwa mimi wiki iliyopita. Aisee, mwanadamu mjanja akiwa mzima. Jiwekee malengo ya kiafya. Una mikakati gani ya kuitunza afya yako? Sio kila kitu uwe unakunywa tu. Sio kila kitu uwe unakunywa tu. Lazima uitunze afya yako. Malengo binafsi ya kielimu, kama unayo unaweza kaandika. Unataka kujifunza nini? Malengo binafsi ya kazi ama taaluma yako. Malengo binafsi ya mahusiano. Malengo binafsi ya fedha, ya kifedha. Na mwisho, malengo binafsi ya uwekezaji. Hautofanya kazi milele. Kadiri unavyozidi kwenda ndivyo umri unavyozidi kwenda, na umri unavyozidi kwenda ndivyo nguvu zinavyopungua. Kwa hiyo lazima uwe na mikakati ya kuhakikisha kwamba ni namna gani fedha itakuwa inaingia ukiwa umekaa. Andika namna gani, unajipangeje. Baada ya kusema hayo, Mungu awabariki sana. Baba yetu na Mungu wetu, ninalibariki jina lako. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya wema wako. Ninakurudishia utukufu, ninakurudishia sifa, maana peke yako wewe ndio umestahili. Tupo hapa kwa ajili ya kusudi maalum. Bwana, tangu juma la kwanza mpaka leo
Mungu wa mbinguni umekuwa ukitufundisha, umekuwa ukitufungua akili. Wewe umekuwa mwalimu bora, umekuwa mwalimu mzuri. Roho wako aendelee kutufundisha, aendelee kutupa majibu ya maswali ambayo tumekuwa tukijiuliza. Tusaidie Bwana, usitupite. Baada hii Bwana ikawe ni ibada ya kubadilisha maisha ya mtu, ikawe ni ibada ya mwanzo wa maisha ya mtu. Ninaomba haya katika jina la Yesu Kristo, mkombozi wa ulimwengu. Asante kwa kuwa Mungu hautatupita. Asante kwa kuwa Bwana utarejesha matumaini, utatupa faraja, utatubariki. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi ninaomba nikiamini. Amen.